Jumuiya kuimarisha taaluma na maadili ya Kiislamu Zanzibar, JUKTAM KIS, kwa mafunzo ya dini na sunna kwa Uislamu. Usiache kusubscribe, kulike na kucomment ili uwe kwanza kupata taarifa kila tunapoweka video mpya. Kwanza kabisa, kama tulivyoanza kumshukuru Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla kwa kutukutanisha katika hadhara hii muhimu, hadhara ambayo inahudhuriwa na malaika ambao wanazunguka katika ulimwengu kwa ajili ya kutafuta hilaqu dhikr, yani sehemu ambazo Mwenyezi Mungu anatajwa. Na katika sehemu hizo manake ni majalisul ilm, vikao vya kuitafuta ilmu. Na hapa tumeelezwa kuna ilmu mbalimbali zimetolewa, ilmu za Qur'ani, ilmu za mambo ya kodi, ilmu kadha wa kadha zimetolewa. Kwa hiyo tunaamini kwamba tunao malaika wa Mwenyezi Mungu, tuko nao hapa. Tunamuomba Mwenyezi Mungu aandike haya katika mizani ya mema yetu. Lakini pia tuishukuru jumuiya hii kupitia mwenyekiti wake Ukhti Sada na viongozi wote kwa kazi kubwa ambayo wameifanya na wanaendelea kuifanya. Si jambo dogo. Hapa alikuwa ananong'oneza ukhti katika kuwapata washiriki wa mafunzo haya. Ingawa tunajua kipindi hichi katika vyuo wanafunzi wako likizo, wako katika mafildi mbalimbali, lakini kuja kuhudhuria katika vikao kama hivi kuna hitaji jihad bila shaka, na kuna hitaji kujitolea. Kwa hiyo kazi kubwa bila shaka imefanyika kupitia katika jumuiya, lakini kazi kubwa vile vile imefanyika kwa wanafunzi. Kwa hiyo tutoe shukrani na pongezi kwa jumuiya, lakini pia kwa wanafunzi ambao wamekaa kipindi chote hichi kwa ajili ya kuitafuta ilmu. Na hii bila shaka kama mnavyojua ni katika amali kubwa kabisa mtu kukaa na kusoma na kuitafuta ilmu, ikiwa nia zetu zitakuwa ni safi. Na naamini kwamba nia zetu kipindi chote hicho zilikuwa ni safi katika kuitafuta ilmu hii ambayo leo tumeipata. Lakini pia vile vile niungane na wenzangu waliotangulia kuzungumza katika kujitahidi kufanyia kazi ile elimu ambayo tumeipata, kwa sababu ni neema. Thumma la tusaluna yawmaidhin 'anil na'im, kisha mtaulizwa siku hiyo kuhusiana na neema, vipi mmezitumia. Kwa hiyo neema hii ambayo tumeipata basi tuikaifanyie kazi kama inavyopaswa, lakini tuwafikishie na wengine ambao nao hawakuipata, tuwafikishie ili tuongeze katika yale mema yetu, lakini tutekeleze wajibu wetu wa kufikisha ujumbe ambao tumeupata. Lakini pia vile vile semina hii imezungumza masala ya maadili. Bila shaka elimu ikienda sambamba na maadili, basi hapo ndipo panapopatikana mafanikio, kwa sababu elimu bila ya matendo au elimu bila ya maadili, basi elimu hiyo inakuwa imepungua ile faida yake. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kuhusiana na yule ambaye anayekuja kuposa, idha atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju. Kinachoangaliwa pale nini? Ni dini, kwa maana na dini haijengeki bila ya ilmu, ni dini na tabia, kwa maana ndio hayo maadili. Kwa hiyo kukipatikana vitu hivi viwili, basi muozesheni, kwa maana kukikosekana kimojawapo, huyu anakuwa amekosa sifa ya kupewa mke, na mke pia anakuwa amekosa sifa ya kupewa mume vile vile. Kwa hiyo vitu hivi, elimu na maadili, ni vitu vinavyokwenda sambamba. Kwa hiyo tujitahidi kuifanyia kazi elimu yetu, lakini pia na maadili yale ambayo tumefunzwa katika vikao hivi na tumefunzwa na dini yetu kiujumla, tuyachukue tukayafanyie kazi ipasavyo. Lakini pia niungane na Sheikh Hassan hapa katika maelezo ya kwamba kipindi hichi ambacho tunachoelekea hususan kwa vijana, huwa kuna hamasa na mihemko mbalimbali ambayo tunayoipata kupitia njia tofauti. Sasa cha msingi ni kushikamana na mafunzo sahihi ya dini yetu yanavyotuelekeza.
tushikamane na mafunzo sahihi ya dini yetu katika kuitunza amani na utulivu na usalama katika nchi. Tusikubali kushawishiwa, tusikubali kuhamasishwa katika mambo ambayo yanaweza kutuletea madhara baadaye. Wala tulqu biaidikum ila tahluka, msijiingize katika maangamizi, msijiingize katika mambo ya kudhuru, kujidhuru au kuwadhuru wengine. Muislamu siku zote ni mtu wa amani. Almuslimu man salima an-nasu min lisanihi wa yadihi, Muislamu wa kweli ni yule ambaye watu husalimika kutokana na ulimi wake na mkono wake. Kwa hiyo tujitahidi sana kuwa ni watu wa amani na usalama, na usije ukasababisha jambo lolote la kuweza kumdhuru mwingine au kukudhuru wewe. Lakini pia vile vile tumesikia hapa risala na hutuba ya mwenyekiti, na sisi hapa tupo kwa niaba ya ofisi ya Mufti Mkuu wa Zanzibar, na tunamwakilisha Mheshimiwa Katibu Mtendaji ofisi ya Mufti Mkuu Sheikh Khalid Ali Mfaume, ambaye alipenda sana kuwepo katika hadhara hii na katika mafunzo haya kuyafunga, lakini kutokana na sababu ambazo ziko nje ya uwezo ndio amenituma mimi kuja kumwakilisha. Kwa hiyo tuseme tu kwamba tumepokea ujumbe ambao umetupatia kuhusiana na mashirikiano, na inshallah kwa niaba ya ofisi tuseme kwamba tutaendelea kushirikiana na jumuiya hii katika kila jambo la kheri ambalo linaloletwa mbele yetu insha Allahu taala. Lakini pia kwa niaba ya ofisi tuseme kwamba tumepokea pongezi ambazo mmetupatia, lakini pia vile vile pongezi hizi zinatuhusu sote, kwa sababu nyinyi ndio ambao mnaotuwezesha sisi kuweza kupata pongezi hizi. Kwa hiyo inshallah tujipongeze sote kwa pamoja, na tumuombe Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla atakabalie amali zetu na atusamehe makosa yetu, azidi kutuongoza katika mambo ya kheri, na atudumishie amani na usalama katika miji yetu. Na mwisho kabisa tuwapongeze kila ambao walio dhamini mafunzo haya, hususan ndugu zetu wa TRA. Bila shaka wamejitoa sana, na sisi tuna sehemu yetu katika TRA, hususan katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo tunawashukuru sana. Lakini pia umetajwa hapa catering fulani hivi imetajwa hapa, ambao nao pia wamechangia kwa kiasi kikubwa katika mafunzo haya. Kwa ujumla kwamba tuwashukuru wote ambao waliofanikisha, na tuwaombee dua Mwenyezi Mungu awalipe nao kila la kheri. Na mwisho sasa tuseme kwa niaba ya ofisi ya Mufti Mkuu wa Zanzibar, mafunzo haya ya Strengthening Faith and Moral Ethics sasa tumeyafunga rasmi. Tunamwomba Mwenyezi Mungu atubarikie katika mambo yetu na atubarikie katika nchi yetu. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jumuiya kuimarisha taaluma na maadili ya Kiislamu Zanzibar, JUKTAM KIS, kwa mafunzo ya dini na sunna kwa Uislamu. Usiache kusubscribe, kulike na kucomment ili uwe kwanza kupata taarifa kila tunapoweka video mpya.